الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الناس عباد الله، أيها الحضور، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا جميعا ونحمده بهذا اللقاء المبارك في بيت من بيوته نتدارس ونتذاكر فيما بيننا. Ndugu zangu Waislamu mliohudhuria katika muhadhara huu mfupi, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kwa neema ya Uislamu. Allah ametutunuku huu Uislamu, ametuzawadia si kwa hongo wala kwa rushwa tuliyoitoa. Allah akatuneemesha sisi kuwa ni Waislamu, dini ya haki ambayo atakayekuja na dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu, dini hiyo haitokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu, ifahamike ya kwamba Uislamu huu ambao hatujauanza sisi, aliuanza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza manabii wote walikuwa ni Waislamu, kwa sababu wote da'wa yao ilikuwa ni da'wa ya tauhid. Kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ndo tunamfuata sisi umma wake, amelingania Uislamu huu, akaufundisha, na Uislamu ukakamilika, ikawa ni dini ambayo imekamilika katika kila nyanja ya maisha ya mwanadamu, kuanzia mambo ya ibada, kuanzia taratibu za kiimani, mambo yanofungamana na maisha ya watu, maisha ya ndoa, masuala ya biashara, mafungamano ya raia na watawala, kila jambo Allah amelielezea. Lakini ndugu zangu, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa anazungumza kwa wahi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume alikuwa azungumza kwa wahi, alikuwa hazungumzi kwa matamanio yake. Mtume aliwahi kutabiri, kuelezea hali zitakazokuja huko mbele, baada ya kuwa yeye ameondoka na baada ya kuwa masahaba wameondoka. Katika yale aliyoyatabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyaelezea, aliwahi kusema huko mbeleni baadaye watakuja kuzuka watu ambao wataleta mafundisho ambayo si mafundisho niliyoyafundisha mimi. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud katika sunani yake na al-Imam Tirmidhi, hadithi ya Abu Najih Irbad ibn Sariya. Hadithi hiyo imehifadhi watu wengi, ni hadithi ndefu, inaelezea وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. siku moja Mtume alitupa mawaidha ambayo
zilipata hofu nyoyo na machozi yakatoka katika macho yetu, yani machozi yakawa yanawabubujika masahaba. Masahaba wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, kana kwamba mawaidha haya ni ya yule mtu anayeaga, tupe usia ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akawapa usia wa kwanza, ulikuwa ni usia wa ucha Mungu. Akawapa usia wa pili, ulikuwa ni usia wa kuwatii na kuwasikiliza watawala katika yale yasiyokuwa maasiya. Kadhalika Mtume mbele ya hadithi akaeleza, ambapo ndio nimepakusudia, akasema Mtume, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika atakayeishi baadaye miongoni mwenu atakuja kuona tofauti nyingi, tofauti na mambo yale yaliyopo katika sheria. Yani Uislamu, Qur'ani inasema hivi, lakini watakuja watu wao watakuwa wanasema hivi. Lakini kwa sababu Mtume alikuwa akiwafundisha watu hawaachi hivi, akawaelekeza sehemu ya kushika. Akawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Mtume akawaambia lazimianeni, fa alaykum bimaana ilzamu, hii ni ismu fi'l al-amri, lazimianeni na mwenendo wangu mimi Mtume na mwenendo wa makhalifa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni waongofu wenye kuongoza baada yangu mimi. Tena ngateni mwenendo huo kwa meno ya magego, kwa maana mwenendo wa Mtume na mwenendo wa masahaba, ukamateni mwenendo huo kwa meno ya magego. Hiyo ndiyo dini, huo ndio Uislamu sahihi. Yani yale aliyokuachieni Mtume na yale waliyofanya maswahaba ambao ndio wanafunzi wa Mtume, walikuwa naye Mtume wakitekeleza yale mafundisho anayowapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndiyo dini. Kisha Mtume akasema, na tahadharini na mambo yenye kuzuka, mambo yatakayokuwa yanazuka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tukapata mafunzo katika hadithi hii kwamba Uislamu sahihi ni mafundisho ya Mtume pamoja na nani, na yale waliotekeleza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni nukta. Lakini katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile alieleza ya kwamba Uislamu huu na dini hii itakuja kugawanyika katika mielekeo tofauti tofauti. Yani atakuja kuzuka makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu lakini hayamo kabisa katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo wameitaja wanawachuoni, ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya kwamba iftaraqatil yahudu ila 71 firqatan fawahidatun fil janna wa 70 fin nar. Mayahudi waligawanyika makundi 71. Mayahudi ambao walikuwa ni wafuasi wa Nabii Musa waligawanyika makundi 71, na kundi moja ambalo ndio lilifuata mafundisho sahihi ya Nabii Musa ndilo litakaloingia peponi. Kisha Mtume akasema, waftaraqatin nasara ala 72 firqa, na manasara waligawanyika, hawa Wakristo mnavyowaona hawa waligawanyika makundi 72. fa 71 fi an-nar, makundi 71 yataingia motoni, wa wahidatun fil janna, na moja litaingia peponi, ambalo ndilo lilifuata mafundisho sahihi ya Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Mengine yalizuka tu yakawa hayajafuata mafundisho sahihi ya Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan, umma wangu huu
utagawanyika makundi 73. Tayari ameshawataja Mayahudi na Manasara. Kwa umma hapa wanaozuoni wanasema ni ummatul ijaba, ni wale waliomuitikia mtume, waislamu, wale wanaotamka shahada, wanaoamini juu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Watakuja kugawanyika katika mapote 73. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wahidatun fil janna, moja litaingia peponi, wa 72 fil nar, na makundi 72 yataingia motoni. Qila ya Rasulullah, mtume akaulizwa, ni kundi gani hilo ewe mtume wa Allah? Ya Rasulullah, man hum, ni kina nani hao kundi moja? Katika riwaya mtume akasema, aljamaa, ni wale watakokuwa juu ya jamaa. Jamaa ni kundi ambalo limeafikiana na haki. Ibn Mas'ud anaifasiri jamaa, anasema ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdak. Jamaa ni kundi ambalo limeafikiana na haki, limesimama juu ya haki hata kama utakuwa peke yako. Yani watu wote wakawa kwenye batili, wewe ukasimama mmoja, ukasimama kwenye haki, basi wewe utakuwa ni jamaa. Kama vile Ibrahim alivyoitwa umma hali yakuwa ni mtu mmoja. Lakini vile vile katika riwaya nyingine mtume akasema, hum ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Watu hao watakaokuwa kwenye njia sawa ni wale watakaokuwa juu ya mfano wa yale nilionayo juu yake mtume na masahaba zangu. Yale mafundisho nitakayokuwa nimeyapita mimi katika swala zao, ibada zao, saumu zao, itikadi yao, mifumo yao ya da'wa, kila kitu katika dini, mifumo yote ya dini, wakafuata yale ambayo niliyoyafanya mimi mtume na masahaba zangu, yale niliyokuwa nayo mimi mtume na masahaba zangu, basi hao ndio watakuwa katika njia ya sawa. Sasa ndugu zangu, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama yeye anazungumza kwa wahi, lazima alilolitabiri litokee. Yale makundi ambayo aliyoyatabiri mtume sallallahu alaihi wasallama yakawa yameanza kutokea wakati ambao masahaba wengi walikuwa ndio wamekufa, wamebaki masahaba wachache. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ukisoma sahihi Muslim katika mukaddima, utangulizi wa sahihi Muslim, Al-Imam Muslim anaelezea namna watu walivyoanza kuzusha bid'a katika Uislamu. Yani kwa sababu wakati wa mtume kulikuwa hakuna uzushi, wala kulikuwa hakuna mambo mapya, na watu wote walikuwa kitu kimoja, wakimwabudu Allah mmoja, wakiwa na itikadi moja na mfumo mmoja wa dini. Kwa hiyo zilivyoanza kuzuka tofauti, yakaanza kuibuka baadhi ya makundi kama vile al-Qadariyya. Kuna kundi linaloitwa Qadariyya, ni watu wanaopinga qadari, kwamba hakuna mambo ya qadari za Allah subhanahu wa ta'ala, vitu vinatokea vyenyewe, havikadiriwi na Allah. Kundi hili likatokea maeneo ya Iraki, likianzishwa na mtu mmoja anaitwa Ma'badul Juhani. Watu wawili walivyotoka Iraki wakaenda Makka kufanya ibada ya hija, wakatamani kukutana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, wawaulize kuhusu kundi hili, kwa nini kuna watu wamezuka wanapinga qadari. Wakabahatika kukutana na sahaba Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar walipompa habari ya watu hao, wakamuelezea, kuna watu wamezuka huko kwetu wanadai kwamba mambo hayakadiriwi na Allah, hali ya kuwa sisi tufahamu kwamba mambo yanakadiriwa na Allah. Allah ndo anaendesha mambo yote, lakini wao wanaitakidi kwamba ni mambo yanajitokea yenyewe. Abdullah ibn Umar akawasikiliza, kisha akawaambia hivi, nendeni mkawaambie watu hao ya kwamba Abdullah ibn Umar yuko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Kwa hiyo itikadi walioizua ya Qadaria, wao wako mbali na mimi. Kadhalika katika makundi yaliyoanza kuibuka ni kundi ambalo ndio tutalizungumzia leo, Ar-Rafidha.
ashia, wakaanza kuzuka mashia. Ni jambo la muda mrefu sana. Ukisikia ushia, yani mtu anaweza kaisi labda umeanza juzi hapo, labda Irani au wapi. La, ni makundi ambayo yalizuka miaka mingi sana kabla ya maswahaba. Maswahaba walikuwa bado wapo, maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakazuka makundi mengine kama al-Khawariji, yakaibuka makundi ya kisufi mengineyo ambayo yalikuwa na milengo yake na tarika mbalimbali. Ikawa sasa wanawazuoni wa ahlus sunna, ili kuilinda dini isiharibiwe, isiwe kama Ukristo, kwa sababu Ukristo uliharibika unaswara, kwa sababu kila mtu alikuwa kiamua jambo lake analifanya vile anavyoona kwa akili yake. Akiamua leo afanye hivi anafanya. Ndio maana ukaona Biblia ile, Injili ikaharibiwa, Taurati ikaharibika. Lakini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliahidi kuihifadhi Qur'an na kuihifadhi dini yake, kwamba haitoingiliwa na mabadiliko, Uislamu huu hautoingiliwa na mabadiliko ya aina yoyote. Wakatokea maulama wa ahlus sunna, wakaweka misingi ya upokeaji wa habari na misingi ya kuyahakiki mambo yanayoingia kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Likawa haliingizwi jambo lolote kwenye Uislamu. Yani wewe ukija na jambo lako, watu wanakuuliza ile jambo umelitoa wapi? Tupe dalili. Ukileta dalili za sawa sawa na wewe ukawa ni mtu muadilifu, wanakubali habari zako. Ukiwa ni mtu ambaye hueleweki, umeleta habari za uongo, hadithi za uongo, unamzulia mtume, wanakataa mapokeo yako, yanapigwa pembeni. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala akayataja maneno ya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala: lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi falamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli as-sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Imam Muslim anaeleza kwamba mwanzoni, wakati wa wale masahaba, zile karne bora, kabla bid'a hazijatokeza katika Uislamu, walikuwa hawamuulizi mtu juu ya mapokeo haya umeyatoa wapi, kwa sababu watu wote katika Waislamu walikuwa ni waadilifu. Ikawa mtu akija na jambo lake wanamkubalia kwa sababu ni mtu mwadilifu. Lakini baada ya kudhihiri fitna ambazo ni bid'a, watu wakaja na fikra mbovu katika Uislamu, watu wakatumia akili zao na rai zao na mitazamo yao katika dini. Watu wakaanza kuitafsiri Qur'ani kinyume na mafundisho ya mtume na mafundisho ya maswahaba, na kila mtu anadai kwamba yeye ndio yupo katika njia ya sawa sawa, anamuona mwenzake amepinda. Wanawazuoni wakaweka misingi ya kupokea habari, fayunzaru ila ahli sunna, wakawa wanatazamwa watu wa sunna, fayukhadhu hadithuhum, hadithi zao zinachukuliwa. Yale mapokeo yaliyotoka kwa watu wa sunna yakawa yanakubaliwa kwa sababu ni watu waadilifu ambao hawawezi wakamzushia uongo mtume sallallahu alaihi wasallama wala wakamzushia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Wayunzaru ila ahli albid'ah, na wanatazama watu wazushi kwamba huyu itikadi yake labda ni qadaria au ni ash'ariyya, au huyu itikadi yake ni ya rafidha, ni itikadi ya kishia, au ni itikadi ambayo inaendana kinyume na itikadi ya mtume na maswahaba. Zile yaliyokuja nayo kwenye dini yanawekwa pembeni. Ikawa ndiyo sababu ya kuhifadhiwa Uislamu mpaka leo. Unajikuta mtu yupo katika sunna, amesimama katika dini ya sawa sawa, akifuata mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akifuata tafsiri sahihi ya Qur'ani ya maswahaba, tafsiri ya Ibn Abbas, tafsiri ya tabi'un kina Mujahidi na wengineo. Kadhalika wanawachuoni kitu kingine walichokifanya, wakaweka misingi ya kuwatahadharisha na kuyasema makundi ya batil ambayo yanakhalifu njia ya sawa sawa. Jambo hilo likawa ni msingi katika dini, wala sio vurugu katika Uislamu. Ikawa kuwafahamisha Waislamu
na kuwaelimisha juu ya mapote makundi ambayo yamepenetrate yakaingia kwenye Uislamu hali ya kuwa yana itikadi chafu, itikadi zinazoenda kinyume na Qur'ani, itikadi zinazoenda kinyume na Sunna. Jambo hilo likawa ni lazima kwa watu wenye elimu, mashekhe, maustadhi, maulama, wawabainishie Waislamu wasiojua jambo la mapote ambayo ni mapote yenye shari katika Uislamu huu. Mpaka al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu' al-Fatawa mjallad wa 28 ukurasa wa 231 anasema: wa mathalu a'immati al-bid'ah min ahli al-maqalati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah aw al-ibadati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun biittifaqi al-muslimin. Hakika mfano wa watu wa viongozi wa bid'a, wale maulama wa bid'a na watu wenye maneno au maandishi, yani vitabu vinavyoenda kinyume na itikadi ya ahlus sunna, vinavyokwenda kinyume na Qur'ani na Sunna, au watu walioleta ibada kwenye Uislamu, ibada ambazo zinakhalifiana na Qur'ani na Sunna, hakika kubainisha hali zao, kuwabainishia Waislamu juu ya hali zao kwamba watu hao ni wapotevu, na kutahadharisha umma juu ya mambo yale wanaoyafanya, jambo hilo ni wajibu, sio hiari, ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya Waislamu wote. Hata qila li Ahmad ibn Hanbal, mpaka aliulizwa Imam Ahmad ibn Hanbal, kwa sababu katika wanawachuoni ambao walikuwa ni wakali kwa watu wa bid'a, miongoni mwao alikuwa ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Soma kitabu chake Usulu Sunna, kitabu ambacho kinasomeshwa katika misikiti, Usulu Sunna lil-Imam Ahmad. Kasome kitabu hicho uone namna gani alivyowajeruhi watu wa bid'a na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Sasa siku moja akaulizwa Imam Ahmad akaulizwa kwamba الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. mtu ambaye anafunga na anaswali na au anakaa itikafu msikitini, je, mtu huyo anapendeza kwako wewe au anayependeza ni yule anayewasemea na kuwazungumzia watu wazushi wanaozua mambo katika dini? Faqala Imam Ahmad akasema: idha qama wa salla wa i'takafa, atakaposimama akaswali na akakaa itikafu, fa inna ma huwa li nafsihi, kwa hakika hilo ni kwa ajili ya nafsi yake. Wa idha takallama fi ahli albid'i fa inna ma huwa lilmuslimin hadha afdal. Atakaposimama mtu huyo akawazungumzia watu wa bid'a, hakika hapana vingine, jambo hilo ni jambo bora kwa ajili yake na vile vile kwa ajili ya Waislamu. Jambo hili ni bora zaidi kwa sababu kuna maslahi ya nafsi yake na maslahi ya Waislamu wengine ambao hawajui. Na kama zilivyo sheria za Uislamu, maslahatul amma muqaddamun ala maslahatil fardi, au maslahi ya mtu mmoja ya watu wengi yanatangulizwa kuliko maslahi ya mtu mmoja. Jambo likiwa linahusu umma tunalitanguliza kuliko lile ambalo linahusu mtu mmoja mmoja. Kwa nimeanza utangulizi huu ndugu zangu Waislamu, usije ukadhani kwamba sasa inakuaje, kwa nini tunawazungumzia Waislamu, watu ambao wanaonekana wanafanya juhudi kubwa kwenye dini, watu ambao kadha wa kadha. Kuna watu hawaelewi, wanajua jambo hili ni la kimakosa. Jambo hili ni wajibu kwa kila mtu mwenye elimu awe na hoja za msingi. Kikubwa ni kubainisha kwa hoja na elimu, si masala ya ubabaishaji. Ni mtu kuja na hoja za kielimu ukawazungumza watu wa batil ambao wameibuka katika dini au waliibuka zama hizo, lakini watu hawajui kwamba ni watu wa batil. Wakiwaona wataona na ndevu, wataona na viremba, wanajua mashallah Waislamu wazuri, kumbe ni watu wana itikadi chafu ambazo zinakwenda kinyume na misingi ya dini ya Uislamu. Baada ya utangulizi huo ndugu zangu,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الناس عباد الله، أيها الحضور، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا جميعا، ونحمده بهذا اللقاء المبارك في بيت من بيوته نتدارس ونتذاكر فيما بيننا. Ndugu zangu Waislamu mliohudhuria katika muhadhara huu mfupi, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kwa neema ya Uislamu. Allah ametutunuku huu Uislamu, ametuzawadia si kwa hongo wala kwa rushwa tuliyoitoa. Allah akatuneemesha sisi kuwa ni Waislamu, dini ya haki ambayo atakayekuja na dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu, dini hiyo haitokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu, ifahamike ya kwamba Uislamu huu ambao hatujauanza sisi, aliuanza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza manabii wote walikuwa ni Waislamu, kwa sababu wote da'wa yao ilikuwa ni da'wa ya tauhid. Kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ndo tunamfuata sisi umma wake, amelingania Uislamu huu, akaufundisha, na Uislamu ukakamilika, ikawa ni dini ambayo imekamilika katika kila nyanja ya maisha ya mwanadamu, kuanzia mambo ya ibada, kuanzia taratibu za kiimani, mambo yanofungamana na maisha ya watu, maisha ya ndoa, masuala ya biashara, mafungamano ya raia na watawala, kila jambo Allah amelielezea. Lakini ndugu zangu, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa anazungumza kwa wahi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume alikuwa anazungumza kwa wahi, alikuwa hazungumzi kwa matamanio yake. Mtume aliwahi kutabiri, kuelezea hali zitakazokuja huko mbele, baada ya kuwa yeye ameondoka na baada ya kuwa masahaba wameondoka. Katika yale aliyoyatabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyaelezea, aliwahi kusema huko mbeleni baadaye watakuja kuzuka watu ambao wataleta mafundisho ambayo si mafundisho niliyoyafundisha mimi. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud katika sunani yake na al-Imam Tirmidhi, hadithi ya Abu Najih Irbad ibn Sariya. Hadithi hiyo imehifadhi watu wengi, ni hadithi ndefu, inaelezea wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'izatan baligha wajlat minha alqulub wa dharafat minha aluyun faqulna ka'annaha maw'izatu muwaddi' fa'awsina ya Rasulullah. Siku moja Mtume alitupa mawaidha ambayo
zilipata hofu nyoyo na machozi yakatoka katika macho yetu, yani machozi yakawa yanawabubujika masahaba. Masahaba wakamwambia Mtume, ya Rasulullah, kana kwamba mawaidha haya ni ya yule mtu anayeaga, tupe usia ewe Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akawapa usia wa kwanza, ulikuwa ni usia wa ucha Mungu. Akawapa usia wa pili, ulikuwa ni usia wa kuwatii na kuwasikiliza watawala katika yale yasiyokuwa maasiya. Kadhalika Mtume mbele ya hadithi akaeleza, ambapo ndio nimepakusudia, akasema Mtume, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, kwa hakika atakayeishi baadaye miongoni mwenu atakuja kuona tofauti nyingi, tofauti na mambo yale yaliyopo katika sheria. Yani Uislamu, Qur'ani inasema hivi, lakini watakuja watu wao watakuwa wanasema hivi. Lakini kwa sababu Mtume alikuwa akiwafundisha watu hawaachi hivi, akawaelekeza sehemu ya kushika. Akawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Mtume akawaambia lazimianeni, fa alaykum bimaana ilzamu, hii ni ismu fi'l al-amri, lazimianeni na mwenendo wangu mimi Mtume na mwenendo wa makhalifa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, ambao ni waongofu wenye kuongoza baada yangu mimi. Tena ng'ateni mwenendo huo kwa meno ya magego, kwa maana mwenendo wa Mtume na mwenendo wa masahaba, ukamateni mwenendo huo kwa meno ya magego. Hiyo ndiyo dini, huo ndio Uislamu sahihi. Yani yale aliyokuachieni Mtume na yale waliyofanya maswahaba ambao ndio wanafunzi wa Mtume, walikuwa naye Mtume wakitekeleza yale mafundisho anayowapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndiyo dini. Kisha Mtume akasema, na tahadharini na mambo yenye kuzuka, mambo yatakayokuwa yanazuka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tukapata mafunzo katika hadithi hii kwamba Uislamu sahihi ni mafundisho ya Mtume pamoja na nani, na yale waliotekeleza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni nukta. Lakini katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile alieleza ya kwamba Uislamu huu na dini hii itakuja kugawanyika katika mielekeo tofauti tofauti. Yani atakuja kuzuka makundi ambayo yanajinasibisha na Uislamu lakini hayamo kabisa katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo wameitaja wanawachuoni, ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kwamba iftaraqatil yahudu ila 71 firqatan fawahidatun fil janna wa 70 fin nar. Mayahudi waligawanyika makundi 71. Mayahudi ambao walikuwa ni wafuasi wa Nabii Musa waligawanyika makundi 71, na kundi moja ambalo ndio lilifuata mafundisho sahihi ya Nabii Musa ndilo litakaloingia peponi. Kisha Mtume akasema, waftaraqatin nasara ala 72 firqa, na manasara waligawanyika, hawa wakristo mnavyowaona hawa waligawanyika makundi 72. fa 71 fi an-nar, makundi 71 yataingia motoni, wa wahidatun fil janna, na moja litaingia peponi, ambalo ndilo lilifuata mafundisho sahihi ya Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Mengine yalizuka tu yakawa hayajafuata mafundisho sahihi ya Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mkononi mwake, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan, umma wangu huu
utagawanyika makundi 73. Tayari ameshawataja Mayahudi na Manasara. Kwa umma hapa wanaozuoni wanasema ni ummatul ijaba, ni wale waliomuitikia mtume, waislamu, wale wanaotamka shahada, wanaoamini juu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, watakuja kugawanyika katika mapote 73. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wahidatun fil janna, moja litaingia peponi, wa 72 fil nar, na makundi 72 yataingia motoni. Qila ya Rasulullah, mtume akaulizwa ni kundi gani hilo ewe mtume wa Allah? Ya Rasulullah, man hum, ni kina nani hao kundi moja? Katika riwaya mtume akasema aljamaa, ni wale watakokuwa juu ya jamaa. Jamaa ni kundi ambalo limeafikiana na haki. Ibn Mas'ud anaifasiri jamaa, anasema ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdak. Jamaa ni kundi ambalo limeafikiana na haki, limesimama juu ya haki hata kama utakuwa peke yako. Yani watu wote wakawa kwenye batili, wewe ukasimama mmoja, ukasimama kwenye haki, basi wewe utakuwa ni jamaa. Kama vile Ibrahim alivyoitwa umma hali yakuwa ni mtu mmoja. Lakini vile vile katika riwaya nyingine mtume akasema hum ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, watu hao watakaokuwa kwenye njia sawa ni wale watakaokuwa juu ya mfano wa yale nilionayo juu yake mtume na masahaba zangu. Yale mafundisho nitakayokuwa nimeyapita mimi katika swala zao, ibada zao, saumu zao, itikadi yao, mifumo yao ya da'wa, kila kitu katika dini, mifumo yote ya dini, wakafuata yale ambayo niliyoyafanya mimi mtume na masahaba zangu, yale niliyokuwa nayo mimi mtume na masahaba zangu, basi hao ndio watakuwa katika njia sawa. Sasa ndugu zangu, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallama yeye anazungumza kwa wahi, lazima alilolitabiri litokee. Yale makundi ambayo aliyoyatabiri mtume sallallahu alaihi wasallama yakawa yameanza kutokea wakati ambao masahaba wengi walikuwa ndio wamekufa, wamebaki masahaba wachache. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, ukisoma sahihi Muslim katika mukaddima, utangulizi wa sahihi Muslim, Al-Imam Muslim anaelezea namna watu walivyoanza kuzusha bid'a katika Uislamu. Yani kwa sababu wakati wa mtume kulikuwa hakuna uzushi wala kulikuwa hakuna mambo mapya, na watu wote walikuwa kitu kimoja, wakimwabudu Allah mmoja, wakiwa na itikadi moja na mfumo mmoja wa dini. Kwa hiyo zilivyoanza kuzuka tofauti, yakaanza kuibuka baadhi ya makundi kama vile al-Qadariyya. Kuna kundi linaitwa Qadariyya, ni watu wanaopinga qadari, kwamba hakuna mambo ya qadari za Allah subhanahu wa ta'ala, vitu vinatokea vyenyewe, havikadiriwi na Allah. Kundi hili likatokea maeneo ya Iraki, likianzishwa na mtu mmoja anaitwa Ma'badul Juhani. Watu wawili walivyotoka Iraki wakaenda Makka kufanya ibada ya hija, wakatamani kukutana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wawaulize kuhusu kundi hili, kwa nini kuna watu wamezuka wanapinga qadari. Wakabahatika kukutana na sahaba Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar walipompa habari ya watu hao, wakamuelezea kuna watu wamezuka huko kwetu, wanadai kwamba mambo hayakadiriwi na Allah, hali ya kuwa sisi tufahamu kwamba mambo yanakadiriwa na Allah. Allah ndo anaendesha mambo yote, lakini wao wanaitakidi kwamba ni mambo yanajitokea yenyewe. Abdullah ibn Umar akawasikiliza, kisha akawaambia hivi, nendeni mkawaambie watu hao ya kwamba Abdullah ibn Umar yuko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Kwa hiyo itikadi walioizua ya Qadaria, wao wako mbali na mimi. Kadhalika katika makundi yaliyoanza kuibuka ni kundi ambalo ndio tutalizungumzia leo, Ar-Rafidha
ashia, wakaanza kuzuka mashia. Ni jambo la muda mrefu sana. Ukisikia ushia, yani mtu anaweza kaishi labda umeanza juzi hapo labda Irani au wapi, la. Ni makundi ambayo yalizuka miaka mingi sana kabla ya maswahaba. Maswahaba walikuwa bado wapo, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yakazuka makundi mengine kama al-Khawariji, yakaibuka makundi ya kisufi mengineyo ambayo yalikuwa na milengo yake na tarika mbalimbali. Ikawa sasa wanawazuoni wa ahlus sunna, ili kuilinda dini isiharibiwe, isiwe kama Ukristo, kwa sababu Ukristo uliharibika unaswara, kwa sababu kila mtu alikuwa kiamua jambo lake analifanya vile anavyoona kwa akili yake. Akiamua leo afanye hivi anafanya. Ndio maana ukaona Biblia ile, Injili ikaharibiwa, Taurati ikaharibika. Lakini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala aliahidi kuihifadhi Qur'an na kuihifadhi dini yake, kwamba haitoingiliwa na mabadiliko, Uislamu huu hautoingiliwa na mabadiliko ya aina yoyote. Wakatokea maulama wa ahlus sunna, wakaweka misingi ya upokeaji wa habari na misingi ya kuyahakiki mambo yanayoingia kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Likawa haliingizwi jambo lolote kwenye Uislamu. Yani wewe ukija na jambo lako, watu wanakuuliza ile jambo umelitoa wapi? Tupe dalili. Ukileta dalili za sawa sawa na wewe ukawa ni mtu muadilifu, wanakubali habari zako. Ukiwa ni mtu ambaye hueleweki, umeleta habari za uongo, hadithi za uongo, unamzulia Mtume, wanakataa mapokeo yako, yanapigwa pembeni. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala akayataja maneno ya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala: lam yakunu yas'aluna 'anil isnadi falamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli as-sunnah fayu'khadhu hadithuhum وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Imam Muslim anaeleza kwamba mwanzoni wakati wa wale masahaba, zile karne bora kabla bid'a hazijatokeza katika Uislamu, walikuwa hawamuulizi mtu juu ya mapokeo haya umeyatoa wapi, kwa sababu watu wote katika Waislamu walikuwa ni waadilifu. Ikawa mtu akija na jambo lake wanamkubalia kwa sababu ni mtu mwadilifu. Lakini baada ya kudhihiri fitna ambazo ni bid'a, watu wakaja na fikra mbovu katika Uislamu, watu wakatumia akili zao na rai zao na mitazamo yao katika dini, watu wakaanza kuitafsiri Qur'ani kinyume na mafundisho ya Mtume na mafundisho ya maswahaba, na kila mtu anadai kwamba yeye ndo yupo katika njia ya sawa sawa, anamuona mwenzake amepinda. Wanawazuoni wakaweka misingi ya kupokea habari, fayundharu ila ahli sunna, wakawa wanatazamwa watu wa sunna, fayukhadhu hadithuhum, hadithi zao zinachukuliwa. Yale mapokeo yaliyotoka kwa watu wa sunna yakawa yanakubaliwa kwa sababu ni watu waadilifu ambao hawawezi wakamzushia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallama wala wakamzushia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Wayundharu ila ahli albid'ah, na wanatazama watu wazushi kwamba huyu itikadi yake labda ni qadaria au ni ash'ariyya, au huyu itikadi yake ni ya rafidha, ni itikadi ya kishia, au ni itikadi ambayo inaendana kinyume na itikadi ya Mtume na maswahaba. Zile yaliyokuja nayo kwenye dini anawekwa pembeni. Ikawa ndiyo sababu ya kuhifadhiwa Uislamu mpaka leo. Unajikuta mtu yupo katika sunna, amesimama katika dini ya sawa sawa, akifuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akifuata tafsiri sahihi ya Qur'ani ya maswahaba, tafsiri ya Ibn Abbas, tafsiri ya tabi'un kina Mujahidi na wengineo. Kadhalika wanawachuoni kitu kingine walichokifanya, wakaweka misingi ya kuwatahadharisha na kuyasema makundi ya batil ambayo yanakhalifu njia ya sawa sawa. Jambo hilo likawa ni msingi katika dini, wala sio vurugu katika Uislamu.
ikawa kuwafahamisha waislamu na kuwaelimisha juu ya makundi ambayo yamepenetrate yakaingia kwenye Uislamu hali ya kuwa yana itikadi chafu, itikadi zinazoenda kinyume na Qur'ani, itikadi zinazoenda kinyume na Sunna. Jambo hilo likawa ni lazima kwa watu wenye elimu, mashekhe, maustadhi, maulama, wawabainishie waislamu wasiojua jambo la mapote ambayo ni mapote yenye shari katika Uislamu huu. Mpaka al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika al-Majmu' al-Fatawa mjallad wa 28 ukurasa wa 231 anasema: wa mathalu a'immati al-bid'i min ahli al-maqalati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah aw al-ibadati al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummati minhum wajibun biittifaqi al-muslimin. Hakika mfano wa watu wa viongozi wa bid'a, wale maulama wa bid'a na watu wenye maneno au maandishi, yani vitabu vinavyoenda kinyume na itikadi ya ahlus sunna, vinavyokwenda kinyume na Qur'ani na Sunna, au watu walioleta ibada kwenye Uislamu, ibada ambazo zinakhalifiana na Qur'ani na Sunna, hakika kubainisha hali zao, kuwabainishia waislamu juu ya hali zao kwamba watu hao ni wapotevu, na kutahadharisha umma juu ya mambo yale wanaoyafanya, jambo hilo ni wajibu, sio hiari, ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya waislamu wote. Hata qila li Ahmad ibn Hanbal, mpaka aliulizwa Imam Ahmad ibn Hanbal, kwa sababu katika wanawachuoni ambao walikuwa ni wakali kwa watu wa bid'a, miongoni mwao alikuwa ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Soma kitabu chake Usulu Sunna, kitabu ambacho kinasomeshwa katika misikiti, Usulu Sunna lil-Imam Ahmad. Kasome kitabu hicho uone namna gani alivyowajeruhi watu wa bid'a na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Sasa siku moja akaulizwa Imam Ahmad akaulizwa kwamba الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. mtu ambaye anafunga na anaswali na au anakaa itikafu msikitini, je, mtu huyo anapendeza kwako wewe au anayependeza ni yule anayewasemea na kuwazungumzia watu wazushi wanaozua mambo katika dini? Faqala Imam Ahmad akasema, idha qama wa salla wa i'takafa, atakaposimama akaswali na akakaa itikafu, fa inna ma huwa li nafsihi, kwa hakika hilo ni kwa ajili ya nafsi yake. Wa idha takallama fi ahli albid'i fa inna ma huwa lilmuslimin hadha afdal. Atakaposimama mtu huyo akawazungumzia watu wa bid'a, hakika hapana vingine, jambo hilo ni jambo bora kwa ajili yake na vile vile kwa ajili ya Waislamu. Jambo hili ni bora zaidi kwa sababu kuna maslahi ya nafsi yake na maslahi ya Waislamu wengine ambao hawajui. Na kama zilivyo sheria za Uislamu, maslahatul amma muqaddamun ala maslahatil fardi, au maslahi ya mtu mmoja ya watu wengi yanatangulizwa kuliko maslahi ya mtu mmoja. Jambo likiwa linahusu umma tunalitanguliza kuliko lile ambalo linahusu mtu mmoja mmoja. Kwa nimeanza utangulizi huu, ndugu zangu Waislamu, usije ukadhani kwamba sasa inakuaje, kwa nini tunawazungumzia Waislamu, watu ambao wanaonekana wanafanya juhudi kubwa kwenye dini, watu ambao kadha wa kadha. Kuna watu hawaelewi, wanajua jambo hili ni la kimakosa. Jambo hili ni wajibu kwa kila mtu mwenye elimu awe na hoja za msingi. Kikubwa ni kubainisha kwa hoja na elimu, si masala ya ubabaishaji. Ni mtu kuja na hoja za kielimu ukawazungumza watu wa batil ambao wameibuka katika dini au waliibuka zama hizo, lakini watu hawajui kwamba ni watu wa batil. Wakiwaona wataona na ndevu, wataona na viremba, wanajua mashallah Waislamu wazuri, kumbe ni watu wana itikadi chafu ambazo zinakwenda kinyume na misingi ya dini ya Uislamu.
baada ya utangulizi huo ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah alladhi khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan, thumma salatu was-salam sarmada على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقا